Naam, ni siku nyingine tena, siku ambayo tunakutana kwa ajili ya kujifunza maandiko matakatifu, kipindi maarufu kama mwongozo wa kujifunza Biblia. Na leo nina mwinjilisti Baraka ambaye tutakuwa naye hapa kwa ajili ya kipindi hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia, yani lesoni. Mwinjilisti Baraka, karibu sana. Asante sana. Karibu sana mwinjilisti, ambapo sasa tupo katika robo ya 4 na tupo katika somo la 4 pia. Na somo letu la 4 lina kichwa kinachosema pambano linalosababisha mapambano yote. Pambano linalosababisha mapambano yote ndilo somo ambalo tutaenda nalo sasa sambamba kuliangalia kwa undani. Karibu sana mwinjilisti. Asante sana. Na kabla tujiendelea mwinjilisti, ni ukaribishe uweze kuleta ombi. Mara baada ya ombi ndipo tutaendelea na mjadala wetu. Karibu ulete ombi. Tuombe. Mtakatifu Bwana usheji mbinguni, tunakushukuru kwa kutulinda na kututunza na kufanikisha hata muda huu, kujaza Roho Mtakatifu ili tuweze kukaa kulitafakari neno lako takatifu. Baba, sifa na utukufu vikurudie wewe. Naomba haya tunaenda kuyajadili yakawe baraka kwetu, lakini kwa yeyote yule pia anayesikia yakawe baraka kwake pia. Najikabidhi mikononi pako masaa haya, tukiamini ya kuwa Mungu utakuwa pamoja nasi, na hata na yule ambaye anafuatilia ibada hii ikambariki pia, katika jina lako Yesu Kristo, amina. Amina. Na kama nilivyokuja kusema mwinjilisti Baraka, tupo robo ya 4 na tupo somo la 4 pia, somo linalosema pambano linalosababisha mapambano yote. Fungu kuu linatoka kitabu cha, ni kitabu gani mwinjilisti? Kinatoka kitabu cha Yoshua 10 mstari wa 14. Asante sana mwinjilisti. Ni fungu kuu linatoka kitabu cha Yoshua sura ya 10 na ule mstari wa 14. Unaweza kulisoma hapo mwinjilisti Baraka? Linasema, haikuwapo siku nyingine mfano wa siku hiyo katika siku zilizotangulia mbele yake, wala katika hizo zilizoandama baada yake, hata ikawa yeye Bwana kuisikia sauti ya binadamu, kwa kuwa Bwana alipiga vita kwa ajili ya Israeli. Yoshua 10 mstari wa 14. Asante sana mwinjilisti kwa kutupitisha katika fungu hili la kukariri na kutoka kitabu cha Yoshua sura ya 10 na ule mstari wa 14. Kabla mwinjilisti hatujaendelea, nadhani tulichambua kidogo hili fungu, maana kwa kuwa ni fungu letu la kukariri hatutafanya makosa kama tutalichambua, si ndio? Ni kweli. Naam. Kitabu cha Yoshua sura ya 10 na ule mstari wa 14, mwinjilisti Baraka, kuna mambo tunayoyapata kwenye hilo fungu. Kwanza inaposema kwamba wala hapakuwa na siku ya mfano wake. Hii inaonyesha kwamba siku hiyo ilikuwa ni ya kipekee kabisa mwinjilisti. Ilikuwa ni siku ya kipekee kabisa katika historia ya binadamu. Na inaonyesha kwamba haijawahi kutokea kabla wala baada ya Mungu kufanya jambo kama hilo tena kwa ajili ya ombi la mtu. Tunakumbuka kwamba sisi wanadamu tunamwomba Mungu maombi mbalimbali, lakini kwa hili ombi inaonyesha wazi kabisa kwamba Mungu hajawahi kufanya jambo kama hilo tena kwa ajili ya ombi la mtu fulani. Tunaona kwamba Yoshua anamuomba Mungu aache jua lisitua, na Mungu anasikiliza ombi hilo. Lakini kingine mwinjilisti, kwenye fungu hili ambapo tunapona kwamba Bwana anapoyasikiliza maneno ya mwanadamu, hapa tunaona kwamba nguvu ya maombi, nguvu ya imani, Mungu mwenye uweza alisikia na kujibu sauti ya nani? Ya Yoshua. Lakini vile vile inadhihirisha uhusiano wa karibu kati ya Mungu na wale ambao wanamwamini kwa dhati, ambao ni watoto wake sasa wapendwa. Lakini kingine mwinjilisti, maana Bwana alikuwa akipigana kwa ajili yao. Tunasoma kwenye hilo fungu hilo toka kulisoma hapo mwinjilisti. Kwa hiyo hii si tu kwamba Yoshua alishinda kwa uwezo wake, bali Mungu mwenyewe ndiye aliyekuwa anapigana upande wa Israeli. Na hii inamaanisha kwamba Mungu hushindana kwa ajili ya watu wake wanapokuwa waaminifu
na wanapomtegemea. Kwa hiyo tunapata ujumbe wa kiimani hapa, ujumbe wa kiroho kwenye hili fungu la kukariri. Maana tunaona kwamba Mungu anaweza kubadilisha hata mfumo wa asili kwa ajili ya wale wanaomwamini. Tunaona anabadilisha mwendo kasi wa jua. Mungu anaubadilisha kabisa, na wakati tunafahamu kwamba mwendo kasi wa jua hicho ni kitu cha asili. Unaweza kubadilisha mwendo kasi wa jua? Maana jua si limepangiliwa. Kwa hivyo Mungu, tunaona kwamba hapo Mungu anaweza kumba kubadilisha hata mfumo wa asili. Tunaona anabadilisha mfumo wa mwendo kasi wa jua. Lakini vile vile tunaona kwamba maombi ya mtu mwenye imani yana nguvu kubwa sana mbele za nani? Mbele za Mungu. Na hapo ndipo tunaona kwamba sasa ushindi wa kweli hauji kwa nguvu za mwanadamu, bali kwa msaada wa Mungu. Lakini vile vile Mungu tunaona kwamba yupo tayari kupigana kwa niaba yetu tunapokuwa tunamwamini ama kumtii. Karibu mwinjilisti kuongezea kwenye fungu hilo la kukariri. Jambo la kuongezea katika fungu hili la kukariri ni uhalisia wa maisha ya kawaida. Kwambaje tunaona Yoshua baada ya kukutana na yule ambaye alimuona kama ni jemedari kwa vile alivyokaonekana, alimuuliza maswali ambayo yeye alitaka kuyajua kwa yule jemedari. Lakini kabla ya kufika huku, turudi nyuma kidogo, kwamba Mungu kabla jambo lolote halijatokea yeye anakuwa analifahamu. Lakini pia kuna nguvu kubwa ambayo inatendeka katika ulimwengu wa kiroho hata kabla haijatendeka katika ulimwengu wa kimwili, kwamba jambo lolote linalokuja kukamilishwa kwa ulimwengu wa kimwili, basi katika ulimwengu wa kiroho lilishafanyika. Na maanisha kwamba pamoja na Yoshua kumuona jemedari na akashindwa namna ya kufanya, akaamua kumuuliza, basi Mungu alishajua kwa nini huyu mtu niende kwa umbile hili, na kwa nini asingeenda kwa umbile lingine. Tukirudi nyuma tunaweza tukavuta picha. Mungu alipokaenda kuongea na Musa, hakwenda kwa umbile la tofauti, lakini alijua, alisoma kwanza kwamba huyu mtu niende vipi ili niweze kuzungumza naye kwa mazingira yale ambayo yeye anayaishi na jinsi mtu mwenyewe jinsi alivyo. Na maanisha Yoshua alikuwa kwenye situation ambayo ilikuwa inamzonga kwenye masuala ya vita, lakini pia alikuwa anahitaji ufafanuzi na upambanuzi wa tatizo lake la mapambano ambayo yalikuwepo yanamkabili mbele yake. Kwa hiyo sasa katika situation ile au katika mazingira yale alikuwa anahitaji majibu yaliyokuwepo sahihi katika upambanaji wa vita. Ndipo Mungu alipokamfuata kwa umbile la kijemedari ili kumuonyesha kwamba hata kama ukapitia katika changamoto kiasi gani, hata kama ukapitia katika hali ya namna gani, kwa kuwa mimi niko vile ambavyo nitakavyokuwa, basi nitakuja kukusaidia katika changamoto yako wewe yeyote ambayo utakuwa unaipitia. Na ndio maana hakwenda kwa umbile lingine, alienda kwa umbile lile ambalo alijua kwamba mwanangu kwa muda huu ana tatizo la kupata msaada wa ufafanuzi katika changamoto yake ya mapambano. Na ndio maana Mungu alienda kwa umbile lile. Asante sana mwinjilisti Baraka kwa ufafanuzi na maelezo hayo. Lakini mimi vile vile napata kitu cha kujiuliza hapa. Tumeona hapa kwamba wateule wa Mungu wanafanya mambo ambayo yanashangaza kabisa. Yani yanabadilisha, yanasababisha mpaka wanafanya mambo ambayo mpaka ya Mungu anaamua kubadilisha vitu vya asili. Yani vinatenguka, vinatoka kwenye uhalisia wake. Na ambavyo sasa hawa ni watu wa Agano la Kale. Sasa mimi najiuliza kwamba hivi hata kwetu sisi kwenye kipindi hiki cha Agano Jipya tunaweza kufanya matukio kama hayo, ama yameishia kwenye kipindi hicho tu cha Agano la Kale kwa watu wa zamani na imebaki historia tu kuwasoma kwenye vitabu vitakatifu? Unapozungumzia vitu halisi au vitu
kwa Kiingereza ni natural au nature. Ni vitu ambavyo viliumbwa na aliyeviumba ndo alifanya viwe hivyo tu basi. Kwa mfano unaporudi katika kitabu cha Agano la Kale, unapozungumzia jua kwamba jua lilisimama, ila unapozungumzia bahari kwamba maji yalistopishwa kwenda, yani yalisimamishwa kwenda. Unapozungumzia mto maji yaliacha njia. Unapozungumzia kitu chochote kile chenye athiri ambacho kimeumbwa na Mungu kikafanyika tofauti na vile ambavyo kimezoeleka kufanyika, basi tujue tu kwamba Mungu ndiye aliyefanya vile. Lakini pia Mungu yule ambaye alifanya vile kwa kipindi kile cha Agano la Kale ndiye Mungu yule ambaye tupo naye leo. Kwa hiyo pamoja na kufanya vile kwa watu watu wa kipindi cha Agano la Kale, bado ana uwezo wa kufanya kwetu sisi. Na ndio maana tunaporudi kwenye maombi, bado tunamtanguliza Mungu na tunaweka imani yetu kwa Mungu yule ambaye alikuwa anawajibu maombi ya kina Musa, anawajibu maombi ya kina Yoshua, anawajibu maombi akina Elia. Hatupigi goti tukamuomba Mungu mpya, hapana. Tunapiga goti na tunamuomba Mungu yule ambaye alikuwa anatenganisha maji. Tunamuomba Mungu yule ambaye aliwaokoa wana wa Israeli. Tunamuomba Mungu yule ambaye alimuokoa Yoshua katika changamoto zake. Kwa hiyo bado nguvu ya Mungu inatenda kazi katika wakati huu tulio nao. Kikubwa ambacho ninaweza nikakiongeza ni juu ya imani zetu tunavyoamini, kwa sababu Mungu hawezi kutenda kazi nje ya imani zetu. Na ndio maana hata ukiangalia kuna utofauti wa mawasiliano anapowasiliana na Yoshua, lakini anapowasiliana na Musa, na ukiangalia anapowasiliana na nabii mwingine. Yani kila nabii kuna namna fulani ya utofauti wa mawasiliano ya mawasiliano baina ya Mungu na nabii au baina ya Mungu na mtu. Kwa sababu Mungu kwanza anakuangalia imani yako, alafu atakuja vile ambavyo anajua kwamba huyu imani yake hii nikienda hivi basi itazaa matunda. Lakini pia tunapozungumzia kwamba kipindi hiki cha leo kwa vitu vya asili, bado Mungu anaendelea kutenda kazi, bado Mungu anaendelea kutuonyesha maajabu mengi ambayo hata kipindi cha kale tunaweza kusema kwamba mengine hayakutokea, lakini leo tunayaona kwa uwezo wake mwenyewe Mungu. Mwinjilisti, ni mambo gani hayo ambayo sasa yanatokea na kipindi cha zamani hayakutokea? Mfano labda. Mfano ambao naweza nikauelezea kwa haraka. Mfano ambao naweza nikauelezea kwa haraka ambao naweza nikautoa kwa haraka ni miujiza ambayo Mungu anaendelea kuitenda kwa watu wake. Miujiza ni mingi ambayo hata yani kila mtu ambaye utamuona au kila mtu ambaye yupo, ukimuulizia juu ya maisha yake, ukimuulizia juu ya mapito yake, kwa yule anayeamini au hata kwa yule ambaye haamini katika Ukristo au haamini katika imani ambazo mimi na wewe tunaziamini, bado atakwambia kwamba kuna uwepo wa Mungu ndani kuna uwepo wa Mungu, lakini pia anamshuhudia Mungu kwa matendo ambayo Mungu amemtendea kwa nafasi yake yeye. Kwa hiyo pia ipo nguvu ya Mungu ambayo inatenda katika uhalisia wa maisha yetu. Hata kama kipindi kile waliwajibu mitume na manabii kwa nafasi zao na kwa kipindi chao, lakini pia na hata leo pia Mungu anatujibu na anatusaidia kutuonyesha kwamba yeye yupo, na anatuaminisha na ukweli tunaamini kwamba Mungu yupo. Asante sana Mwinjilisti Baraka. Lakini tukiwa tumesalia bado kwenye hilo fungu la kukalili Mwinjilisti Baraka, lakini vile vile ili fungu la ukalili ambao tumesoma inatoka kitabu cha Yoshua sura
ya 10 mstari wa 14. Ili fungu linahusu lile tukio la ajabu ambalo lilitokea wakati wa Yoshua na alipokuwa sasa akipigana na wafalme watano wa Kanaani, ambapo tunaona kwamba Mungu alisaidia kwa njia ambayo isiyo ya kawaida, ambapo sasa tunaona jua liliendelea kung'aa kwa muda mrefu kuliko kawaida, na ilikuwa Waisraeli waweze kumaliza vita kabla ya giza halijaingia, ambapo pia hapa tunaweza tukasoma, ngoja nirejelee kitabu cha Yoshua sura ya 10 ule mstari wa 12 na ule mstari wa 13, maana tulisoma sisi ule mstari wa 14 kwenye kitabu kile cha Yoshua, tukianzia ule mstari wa 12, sura ya 10 ule mstari wa 12 na ule mstari wa 13. Ina maneno haya mwinjilisti kwamba wakati Mwenyezi Mungu, nasoma Biblia habari njema, wakati Mwenyezi Mungu alipowatia Waamori mikononi mwa Waisraeli, Yoshua alimwomba Mwenyezi Mungu mbele ya Waisraeli wote akasema, wewe jua simama kimya juu ya Gibeoni, wewe mwezi katika bonde la Ayaloni. Mstari wa 13, jua likasimama kimya na mwezi ukasimama mpaka taifa la Israeli lilipolipiza kisasi maadui wake, kama alivyoandika katika kitabu cha Yashari. Jua likasimama kimya katikati ya mbingu, likakatiza safari yake ya kwenda hatua kwa siku nzima. Haya ndiyo tunaona maajabu yaliyotendeka kipindi hiki sasa, kipindi cha Agano la Kale. Kwa watu waaminifu wa Mungu wanasababisha matukio makubwa ya asili yanatii. Tunaona hili ni jambo kubwa sana hili, kama ulivyoelezea mwinjilisti. Sasa tukirejelea na somo letu ambalo linasema pambano linalosababisha mapambano yote. Sasa mwinjilisti, tunapokutana na neno hili mapambano yote, pambano linalosababisha mapambano yote, wewe mwenyewe binafsi unapata kitu gani hapo, ama kuna kitu gani wewe kinajijenga kwenye taswira? Hapa jambo kubwa ambalo linakuja kichwani mwangu unapozungumzia pambano linalosababisha mapambano yote. Kwanza haijaanza mapambano, limeanza pambano linalosababisha mapambano. Kwa hiyo kabla ya hili pambano, nyuma yake, ukirudi nyuma, basi hakukuwa na pambano, ila lilipokaanza pambano ndipo yakatokea mapambano mengine. Kwa hiyo jambo ambalo ninalipata kwamba upo mwanzo, yani kipo kiini cha kilichosababisha kutokea matawi mengine ambayo yamesababisha mapambano ambayo mpaka leo hii tunayaona. Lakini nirudie tu kusema kwamba pambano hili ambalo limezungumziwa hapa na mapambano haya ambayo yamezungumziwa hapa yapo kwa njia ya kiroho, lakini pia yapo ya njia ya kimwili. Yale yalikopo njia ya kiroho, mara nyingi au mara zote Mungu ndiye amekuwa mwenye kushughulika nayo katika kutupambania sisi watu wake. Hatuwezi tukayaona kwa macho na hatuwezi tukayashuhudia kwa macho, ila Mungu mwenyewe ndiye amekuwa mwenye kutupambania kila leo. Kila leo Mungu amekuwa mwenye kutupambania katika mapambano ya kiroho. Lakini pia tunapozungumzia mapambano yote, hasa hili linajumlisha pambano, kitu chochote kile kinachoitwa kupambana au kitu chochote kile kinachoitwa pambano ndio linajumuishwa kwenye hapa mapambano yote, kwamba ya kiroho lakini pia ya kimwili. Hapa ndo tutarudi tutasema kuna pambano lilifanyika mbinguni, Mikael na malaika zake pamoja na Ruthfa. Lakini pia tutataja pambano ambalo lilifanyika kwa Yoshua, tutataja pambano ambalo hata Elia alikuja akalipitia, tutataja mapambano ambayo hata mimi na wewe tunayapitia, kwa sababu swala la pambano au neno pambano ni jambo pana sana. Na mwanzo wa pambano ilikuwa ni kuasi. Ruthfa alipotaka kuasi ndipo mwanzo wa pambano ulipoanza. Kwa hiyo sasa alipokaja akaasi, lile pambano ndio likaanza rasmi. Na alipokaasi akuasi kama rifoni yetu ilipokuja kuelezea mbele, akasema kwamba aliasi pamoja na malaika wengi wakatupwa nchini. Kwa hiyo sasa utendaji kazi wao wale malaika ambao waliasi, lakini pia utendaji kazi wake Mungu ambaye alimuumba huyu Ruthfa,
ndio unaokuja kutofautisha kati ya utendaji kazi. Huyu anataka vile ambavyo Mungu hataki, lakini na Mungu pia anataka vitu ambavyo huyu Lucifer hataki. Lakini tukienda kwa undani kidogo, Lucifer ana nguvu ambazo malaika wengine pia walikuwa nazo, lakini pia Mungu ndio aliyemuumba huyu Lucifer kwamba ana uwezo wote zaidi ya Lucifer. Kwa hiyo sasa kuna muda mapambano yao sio ya kuyaona sisi, yani yanafanyika kwa ulimwengu wa kiroho ambayo sisi tunaamini kwa imani, lakini pia yanakuja kudhaa mapambano ambayo yanakuja kutendeka katika ulimwengu wa kimwili. Kwa sababu pambano lote ambalo linazungumziwa hapa, au pambano kubwa ambalo limezungumziwa hapa, ni swala la ibada. Ni nani abudiwe? Na ndio maana ukisoma lesoni yetu mbele anasema, ukisoma lesoni yetu imekaja kaelezea kwamba Mungu aliwapiga aliwapiga wana wa Misri, wazaliwa wa kwanza wote, lakini pia akapiga mpaka mifugo, akawapiga, yani alifanya hivyo kwa wazaliwa wote wa Misri. Lakini pia ukirudi kwa wana wa Israeli aliwapa masharti kwamba mnapofuata masharti yangu basi hamtapona, lakini ikiwa hamtafuata mtaangamia. Na kwa nini aliwapa yale masharti? Ili awaonyeshe utofauti wake yeye na wale wasiamini, aonyeshe utofauti kati ya wanaomwamini Mungu, wanaomwabudu Mungu, na wale ambao hawamwamini na wala hawataki kumwabudu Mungu. Na ndio maana akawapa sharti ambalo wale kalifanya na kulitenda wakaja akapona, na wale ambao walishindwa kulifanya na wale ambao hawaamini wakapatwa na jambo lile ambalo Mungu mwenyewe alilikusudia kuwatendea wale wote ambao hawakuamini kwa kipindi kile. Kwa hiyo jambo kubwa ambalo pambano tunaloliona na mapambano linaloendelea kati ya mapambano yote ni swala la ibada. Kwamba Mungu anataka abudiwe, lakini pia shetani naye anataka abudiwe. Kwa hiyo kuna nguvu mbili hapa ambazo zinaendelea. Kwamba Mungu anapotoa sharti au Mungu anaposema neno, bado shetani anatoa kauli hasi kwamba hapana, ili tusilishike, kwa sababu na mimi pia nina uwezo wa kufanya lile ambalo mimi ninataka kufanya. Kwa hiyo kuna upishani, yani kuna kuto kuelewana ambazo zipo katika ulimwengu wa kiroho, ambazo hizo tutazishinda kwa uwezo wa jina la Yesu. Asante sana mwinjilisti kwa udadavuzi huo. Nimependa sana ulivyodadavua kichwa cha somo letu linalosema kwa mapambano yanasababisha mapambano yote. Kwa hiyo kumbe mapambano yote yanazalishwa na pambano. Kwa hiyo linaanza pambano, ambapo kupitia pambano ndio inasababisha pia mapambano mengine. Na kwa lugha nyingine umefanua vizuri kabisa mwinjilisti kwamba kumbe pambano ni kama kiini, ambapo sasa tunakutana na yale mapambano ndipo matawi. Kwa hiyo mapambano ni matawi ya kiini cha pambano. Asante sana kwa kutokezea. Asante pia kwa rejelea hiyo ya mapambano. Hebu tusome kitabu cha mwinjilisti, tusome kitabu cha Isaya sura ya 14. Tunukuu kitabu Isaya sura ya 14 na ule mstari wa 12. Inasemaje hapo? Una Biblia hapo? Hauna? Hauna, ngoja nipanukuu, nimekwisha kufika tayari. Kitabu cha Isaya sura ya 14 mstari wa 12 mwinjilisti, neno la Mungu linasema kwamba jinsi gani ulivyoporomoshwa toka mbinguni, wewe uliyekuwa nyota angavu ya alfajiri, jinsi gani ulivyoangushwa chini, wewe uliyeyashinda mataifa. Asante, uliongelea vizuri kuhusiana na pambano ambalo linashindaniwa zaidi. Umegusia mwinjilisti kwamba ni ibada kwa ujumla, na ukagusia kuanguka ama kuasi kwa Lucifer. Kuasi kwa Lucifer. Na anayeongelea kwenye ile fungu ni huyo ambaye ni Lucifer huyo ambaye umemtaja ama umetoka kumongelea. Lakini vile vile naomba ninukuu pia kitabu cha Ezekieli mwinjilisti. Kitabu cha Ezekieli sura ya 28 na ule mstari wa 12 hadi ule mstari wa 15.
Ezekieli sura ya 28 na ule mstari wa 12 hadi 15 mwinjilisti inasema kwamba nimefika tayari. Inasema kwamba wewe mtu, natumia Biblia tafsiri ya habari njema. Wewe mtu, imba wimbo wa maombolezo juu ya mfalme wa Tiro, mwambie kuwa mimi Bwana Mwenyezi Mungu nasema hivi: wewe mfalme wa Tiro ulikuwa upeo wa ukamilifu, ulijaa hekima na uzuri kamili. Ulikaa Edeni, bustani ya Mungu, ulipambwa kwa kila namna ya johari, akiki, topazi, yasipi, zambarajadi, berili, saidoniki, yakuti samawi, alimasi na zumaridi. Ulikuwa na mapambo ya dhahabu. Yote uliwekewa tayari siku ulipoumbwa. Nilimteua malaika kukulinda. Uliishi katika mlima wangu mtakatifu na kutembea juu ya vito vinavyometameta. Mstari wa 15, uliishi maisha yasiyo na lawama tangu siku ile ulipoumbwa hadi ulipoanza kufanya uovu. Mwinjilisti moja kwa moja hapa kumbe tunaona kuwa huyu kiumbe aliyetambulishwa hapa, na ndipo tunaona chimbuko la pambano, jinsi alivyokuwa ametengenezwa na jinsi ambavyo alikuwa ameumbwa. Lakini kiujumla mwinjilisti Isaya na Ezekieli wanazungumzia pambano hili, ingawa baadhi ya watu wa maoni wanajaribu kuzuia maana ya Isaya ile sura ya 14 pamoja na hii Ezekieli ya 28 katika muktadha wa falme wa Babeli na mtawala wa Tiro tu. Kwa hiyo lakini kuna ishara zilizo wazi kabisa kwenye maandiko ya kibiblia zinazoonyesha ukweli upitao mazingira ya kibinadamu. Mwinjilisti, mfalme wa Babeli anawasilishwa kama aliyewahi kuwa mbinguni, kwenye kiti cha enzi cha Mungu, ambaye ndiye tumesoma hapo Isaya sura ya 14 na ule mstari wa 12. Lakini hakuna hata moja kati ya taarifa hizi iliyo ya kweli kuhusu wafalme wa Babeli wa Tiro. Kwa hiyo Isaya anawasilisha fumbo mwinjilisti. Isaya anawasilisha fumbo inalowasilisha maana iliyo zaidi ya muktadha wa karibu wa kihistoria katika ile suala la mfalme wa Babeli. Anakuja kielezo cha uasi, halikadhalika ubinafsi na kiburi. Kwa hiyo kwa namna hiyo Ezekieli anaonesha utofauti kati ya mkuu wa Tiro kwenye kitabu cha Ezekieli sura 28 na ule mstari wa 2, lakini vile vile na mfalme wa Tiro kwenye kitabu cha Ezekieli sura 28 mstari wa 11 na ule mstari wa 12, ambapo sasa tunaona mkuu akiwa mtendaji katika mazingira ya kidunia, anakuwa ni ishara ya mfalme anayetenda katika mazingira ya kimbingu. Kwa hiyo mwinjilisti, hapo kumbe kwa ujumla tunaona shetani ambaye sasa ndiye chimbuko kubwa la pambano, na tunaona alivyokuwa ametengenezwa na kuumbwa kabla ya kufikia uamuzi wa kuasi. Kwa hiyo mwinjilisti, sasa kufikia mpaka wakati hapa sasa, kuna kitu gani cha kujifunza leo sasa ambacho tunaweza tukakiona kwa habari hii chache tuliyotoa kuiona katika mwanzo kabisa wa masomo hili? Jambo kubwa ambalo tunaweza tukalipata ni turudi tu nyuma kwenye kichwa cha somo linalosema pambano linalosababisha mapambano yote. Ukisoma lesoni yetu hii siku ya Jumamosi, chini kabisa huko amesema vita vilivyoamriwa na Mungu. Ukirudi kwenye mada kuu, pambano linalosababisha mapambano yote, bado tunarejelea kwenye mwanzo wa pambano. Tunaona mwanzo wa pambano ni shetani na Mungu. Lakini pia ukisoma lesoni yetu inatuambia kwamba vita vilivyoamriwa na Mungu. Hajatajwa malaika, hajatajwa Lucifer, hajatajwa binadamu, hajatajwa kiumbe chochote, ila ametajwa Mungu ndiye ndiye mwenye ndiye muamuzi wa mapambano haya yote. Kwa hiyo ni hali ile tu ya kujua kwa pamoja na hali yote ambayo tutaipitia,
katika mapambano ambayo tunayaishi hivi leo, kwa sababu hakuna mtu yote ambaye apitii kwenye pambano, awe mchadi, awe mwenye anayemcha Mungu, awe ambaye hamchi Mungu, lazima utapitia pambano. Lakini pia katika pambano unaolipitia leo ni wapi utakapokimbilia, kwa sababu ukisoma lesoni yetu katika siku ya Jumatatu, kuna sehemu inasema kulingana na Danieli fungu la 10 mstari wa 12 mpaka 14, hawa walioasi mbinguni wanazuia utimizwaji wa makusudi ya Mungu duniani. Kwa hiyo bado tunarudi kwamba wale waliokaasi mbinguni wanazuia utimizwaji wa Mungu, utimizwaji wa makusudi ya Mungu duniani. Kwa hiyo pamoja na hali yoyote ambayo tunaishi hapa duniani, lazima tujue kwamba kuna nguvu inayozuia mema ya Mungu kutufikia. Kwa hiyo sasa, ili hii nguvu tuishinde, ili tuishi tukiwa salama, ili pambano hili tulishinde, na ili hali yoyote ambayo tutaipitia tuwe na tumaini, basi lazima turudi nyuma, tujue kwamba yupo mwamuzi wa vita. Kama lesoni tunavyosema kwamba juma hili na linalokuja tutachunguza maswali magumu ya vita vilivyoamriwa na Mungu kwenye kitabu cha Yoshua na penginepo. Kwa hiyo kuna vita ambavyo vimeamriwa na Mungu kwenye kitabu cha Yoshua na vitabu vingine vyote, lakini sio kitabu cha Yoshua tu, na sio kitabu cha so ndani tu ya Biblia tu. Sehemu nyingi katika maisha ya kawaida, vita vingi ambavyo tunaviishi katika hali ya kibinadamu ya leo, vingi vinaamriwa na Mungu. Na ikiwa tofauti na hapo, basi hakuna tumaini tena kana letu sisi na mbingu. Kwa hiyo sasa, ili tufikie mwisho mwema, lazima tumkabidhi Mungu maisha yetu, ili aweze kutuamlia aweze kutuamlia vita vyetu, kwa sababu shetani ataki makusudi ya Mungu kwetu sisi, makusudi mema ya Mungu kwetu sisi yatufikie. Kwa hiyo sasa, ili tumshinde shetani, lazima tuwe karibu na Mungu, ili makusudi ya Mungu yaweze kutufikia sisi na tuweze kuvipiga vita vizuri. Vita lazima tuvipige, mapambano lazima tuyapitie, kwa sababu yupo ambaye hataki sisi tuweze kupata mema. Kwa hiyo sasa, kuna namna ambayo tunatakiwa tuifanye sisi kama sisi, kurudi miguuni kwa Mungu kwa njia ya ibada, kwa njia yoyote ile ambayo mtu yoyote ambaye anajua kwamba nikinyenyekea namna hii, nikirudi hivi, basi nitakopo karibu na Mungu. Tuwe karibu na Mungu muda wote, ili makusudi yote ya Mungu ambayo ameyakusudia kwetu sisi tuweze kuyapata. Ndio maana hata Yoshua alipokajua kwamba yuko mbele ya Mungu, alipokajua kwamba Mungu amejua kusudi lake, alipokajua kwamba huyu ni jemedari ambaye ametoka kwa Mungu, basi alinyenyekea na akamsujudia, ili makusudi yale ambayo Mungu aliyakusudia kwa Yoshua aweze kubarikiwa nayo, aweze kuyapata. Lakini pia Musa alipokatokewa kwa umbile la moto, Musa alipokagundua kwamba huyu ni Mungu na Mungu ana makusudi yake juu yangu mimi, basi alinyenyekea. Lakini hata tukifika kwenye kitabu cha Agano Jipya, kusoma Paulo baada ya kugundua kwamba anaongea na Yesu mwenyewe, Paulo alisikiliza, akamwambia sasa nifanye nini? Kwa hiyo kuna muda inatakiwa turudi tusikilize sauti ya Mungu. Hao watu niliowataja wote walinyenyekea. Musa alikuja akanyenyekea, akamuuliza Mungu nifanye nini? Mungu akampa maagizo ya kufanya. Lakini pia Yoshua alinyenyekea, nifanye nini sasa? Akapewa maagizo ya kufanya. Paulo naye hivyo watu wengi sana ambao wenye Biblia imewachora kama mitume au manabii, kuna muda walipitia changamoto, walipitia mapambano ambayo walihitaji msaada ambao
msaada ambao unatoka kwa Mungu, na Mungu hakuwanyima. Kwa vile vile ambavyo wao waliamini ndani ya imani yao, Mungu alienda kwa vile vile ambavyo alijua kwamba nikienda kwa namna hii, basi huyu mwanangu nitakuwa nimemwokoa kwa njia ya kipekee sana. Na ndio maana hata leo hii tunajifunza haya masomo ili tuweze kugundua na tuweze kukumbushwa kuwa hatuko peke yetu. Hatuko peke yetu katika safari hii tunayoishi hapa duniani. Tupo na pambano, na haijalishi unapitia kwenye furaha, haijalishi unapitia katika huzuni, lakini tujue tu ya kuwa shetani yuko serious na sisi. Userious wake hataki jema lolote lile la Mungu tulipate. Kwa hiyo ili sasa tuweze kushinda, ili tuweze kufanikiwa, ni lazima tumruhusu Mungu atusaidie kutatua hili pambano letu ambalo lipo mbele yetu. Tumruhusu Mungu aweze kuamuru huyu ibilisi aweze kuwa mbali na sisi. Asante sana mwinjilisti. Lakini mwinjilisti, umesema kwamba kulingana na Danieli sura ya 10 mstari wa 12 hadi 14 kwamba hao walioasi mbinguni wanazuia utimilizwaji wa makusudi ya Mungu duniani. Mbali na huyu kiumbe ambaye tunaona pambano ndo linaanzia kwake, ambaye ndo shetani, kwani kuna viumbe wengine pia walioasi? Maana tunaona kwamba hawa walioasi naona kuna wingi hapa, kuna wingi hawa walioasi. Nje na shetani ambaye alikuwa ni Lucifer aliyeasi, kuna mwingine pia ambaye aliasi na Lucifer, ambaye sasa ndo wanazuia utimizwaji wa makusudi hayo. Anasema hawa walioasi mbinguni wanazuia utimizwaji wa makusudi ya Mungu duniani. Ndiyo, wapo walikaasi zaidi ya Lucifer, kwa sababu Lucifer alipokaasi hakuasi peke yake, alishawishi malaika wengine waasi. Ndiyo maana wameweka wingi na wakataja kabisa jina, sio Lucifer tu, wapo wengine. Yani anaposema kwamba hawa walioasi mbinguni wanazuia utimizwaji wa makusudi ya Mungu duniani, kwamba walioasi walikuwa ni wengi, sio Lucifer peke yake. Maana ukisoma katika Biblia nasema kwamba theluthi ya malaika. Sasa theluthi ya malaika haipo kwenye umoja, ipo kwenye wingi. Kwa hiyo sasa ni swala la kujua tu kwamba hayupo ibilisi peke yake, au hayupo Lucifer peke yake. Wapo malaika wengine ambao waliongozana naye, na ndio wanaotenda kazi mpaka kesho hapa duniani. Asante mwinjilisti, naomba nilinukuu ama nilisome hilo fungu ambalo umeinukuu hapo, tuone linasemaje pia, ambao linatoka Danieli sura ya 10 na ule mstari wa 12 hadi 14. Danieli sura ya 10 mstari wa Danieli sura ya 10 mstari wa 12 hadi 14. Neno la Mungu linasema kwamba ndipo yeye akaniambia, Danieli, usiogope. Mungu alisikia ombi lako tangu siku ile ya kwanza ulipoamua kujinyenyekesha mbele yake ili upate ufahamu. Mimi nimekuja kwa ajili ya ombi lako hilo. Mkuu wa ufalme wa Persia alinipinga kwa muda wa siku 21, lakini Mikaeli mmoja wa wakuu akaja kunisaidia. Kwa hiyo nikamwacha huko pamoja na mkuu wa ufalme wa Persia, nami nimekuja kukusaidia ufahamu mambo yatakayowapata watu wako wakati ujao, kwani maono ulioyaona yanahusu wakati ujao. Danieli sura ya 10 mstari wa 12 hadi mstari wa 14. Lakini sasa mwinjilisti, sasa kama kulingana na hiki kitabu cha Danieli sura ya 10 mstari wa 12 hadi 14 kwamba hao walioasi mbinguni ndio wanazuia utimizwaji wa makusudi ya Mungu duniani, sasa wanazuia kwa namna gani sasa? Tunafahamu ya kuwa Mungu ni pendo. Mungu ni pendo, lakini pia upendo wa Mungu una mipaka yake, kwa sababu ili uweze kumpendeza lazima uende vile ambavyo yeye amekutaka wewe uishi vile, ili uweze kufanana na yeye katika lile ambalo amelikusudia wewe uwe.
Lesoni yetu ya robo hii imeelezea vizuri. Ukisoma kuna hii siku ya Jumanne anasema hatimaye Mungu yupo vitani dhidi ya dhambi, naye hatavumilia ugomvi milele. Kwa hiyo sasa anaposema kwamba mimi ni pendo, sawa ni pendo na Mungu ni pendo, hakuna binadamu yote ambaye anamchukia. Kwa kuwa alimfanya mtu kwa mfano wake, kwa sura yake, atawale vitu vyote vilivyo duniani. Hawezi kumchukia binadamu. Ila sasa anachokichukia yeye ni hii dhambi ambayo leo hii tunaendelea kuishikilia kwa namna moja au nyingine. Na tunapoenda ukisoma tena kwenye Sonia anasema, anaendelea kusema kwamba malaika wote walioanguka pamoja na wanadamu ambao kwa uwazi kabisa na kuto kubadilika wanajihusisha na dhambi wataangamizwa. Sasa bado tunarudi kwenye kiini cha pambano kwamba sio binadamu tu, malaika pamoja na binadamu ambao wanashikilia au bado watakuwa hawapo tayari kubadilika, ndio watakuja kuangamizwa na dhambi. Kwa hiyo sasa kuna jambo la kujifunza tunapozungumzia swala la pambano, lakini pia tunapozungumzia swala la Mungu wetu juu yetu sisi, lakini pia tunapozungumzia swala la dhambi ambayo leo hii linatawala kila sehemu. Kwamba Mungu ni pendo, Mungu anatupenda na Mungu hajawahi kumchukia binadamu. Ila sasa Mungu anachukia yule mtu ambaye hayuko tayari kubadilika. Pamoja na kupenda, lakini anatarajia mabadiliko yaone toka kwako wewe kwa yale mema anayokutendea. Usitegemee kwamba Mungu anapotenda mema juu yetu, juu yako, juu yangu, bado anavuna madhao yale ambayo yeye hakutaka kuyavuna. Mungu akawa anaendelea tu kufanya hivyo hata milele. Hapana. Mungu anafika wakati na yeye kwa vile ambavyo amekusudia kupata kwetu sisi, akiona apati, basi anajua moja kwa moja kwamba mategemeo yake kwetu sisi ya kubadilika ni magumu. Kwa hiyo pamoja na kutupenda, bado Mungu anatuhitaji tubadilike. Tunaposhindwa kubadilika, basi bado tutakuwa tunamkumbatia shetani na malaika zake. Asante mwinjilisi, naomba uniruhusu nisome kitabu cha Ufunuo. Ufunuo sura ya 20 mstari wa kwanza hadi ule mstari wa 4. Kitabu cha Ufunuo sura ya 20 mstari wa kwanza hadi mstari wa 4, mwinjilisi nasema kwamba kisha nikamwona malaika mmoja akashuka kutoka mbinguni akiwa na ufunguo wa kuzimu na mnyororo mkubwa mkononi mwake. Akalikamata lile nyoka wa kale, yani Ibilisi na Shetani, akalifunga kwa muda wa miaka 1000. Mstari wa 3, malaika akalitupa kuzimu, akaufunga mlango wa kuingilia huko na kuutia muhuri ili lisiweze tena kuyapotosha mataifa mpaka hapo miaka 1000 itakapotimia. Lakini baada ya miaka hiyo ni lazima lifunguliwe tena, lakini kwa muda mfupi tu. Mstari wa 4, kisha nikaona viti vya enzi na watu walioketi juu yake. Watu hao walipewa mamlaka ya hukumu. Niliona pia roho za wale waliokuwa wamenyongwa kwa sababu ya kumshuhudia Yesu na kwa sababu ya neno la Mungu. Hawa hawakumwabudu yule mnyama na sanamu yake, wala hawakupigwa alama yake juu ya paji za nyuso zao au juu ya mikono yao. Walipata tena uhai, wakatawala pamoja na Kristo kwa miaka 1000. Sasa mwinjilisti, ninachotaka kuongea hapa ni kwamba tumeona kwamba kuna pambano ambalo ili pambano linasababisha kuleta mapambano mengine yote. Na tumeona kwamba kiini cha pambano ni Lucifer ambaye ndiye Shetani, ambaye aliasi mbinguni akafukuzwa pamoja na kundi fulani la malaika, kundi fulani la viumbe waliokuwa huko mbinguni. Na ukaturejesha ama ukatupitisha kwa kusema kwamba kulingana na Danieli sura ya 10 mstari 12 hadi 14 kwamba hao walioasi mbinguni wanazuia utimizwaji wa makusudi ya Mungu duniani. Sasa lakini hili fungu mwinjilisti kumbe linatupatia pia kitu hapo kwamba
Kwa hiyo kumbe hawa wanaozuia utimizwaji wa makusudi ya Mungu kumbe hawataendelea daima. Lakini si hivyo tu, lakini hata huu uasi hautaendelea daima, kwa sababu fungu hili linatuambia kwamba baada ya hayo kuna nini? Kuna ukombozi, kuna ukombozi, kuna kitu cha utofauti hapa. Kuna kitu cha utofauti hapa ambapo sasa huyu joka ambaye ndiye shetani anakamatwa, anafungwa, anatupwa, yani anafungwa kwa miaka 1000. Sasa sidhani kama mtu aliyefungwa ama kiumbe aliyefungwa anaweza akaendelea kufanya kazi. Sasa kama tumeona hapa kwamba yeye aliyetupwa kutoka mbinguni anazuia utimizwaji wa makusudi ya Mungu, lakini hapa amefungwa. Kwa kumbe kuna uwezekano na kuna wakati atafungwa, hataweza tena kuendelea na hii kazi ya kuendelea kuzuia makusudi ya Mungu duniani, kwa sababu huwezi kuzuia kama umefungwa. Mimi nadhani hili fungu pia limeleta utofauti hapo na kuainisha ya kwamba kumbe hata kazi anayoifanya huyu kiumbe pamoja na wale waliomfuata hataifanya daima. Kuna wakati atakwama tu na mwisho wake pia atafikia ukomo. Ni kweli hakuna mwanzo usiokuwa na mwisho, pamoja na kuanza. Na kama fungu letu kichwa chetu kinavyosema, pambano lililo sababisha mapambano yote, yani kwamba kulikuwa na mwanzo wa pambano. Kwa kuwa lilianza, basi litakuwa na mwisho. Niseme tu lesoni ya robo hii imeelezea vizuri na imejitosheleza kwa somo hili. Kama ukisoma kwenye sehemu ya Jumanne kuna maelezo yanasema kwa kuzingatia hili, mapambano dhidi ya wakazi wa nchi yamekuwa yakitazamwa kama hatua ya awali ya vita hii, ambayo ilikuwa inakwenda kufikia kilele chake kwenye msalaba. Kwa hiyo pamoja kuwa na awali, yani vita hii pamoja imeanza, pambano kwa japo limeanza, sawa, pambano limeanza, tumekubali, linaendelea, tujakataa. Lakini swala ambalo lipo linaenda kufikia kilele chake wapi? Kwenye msalaba. Msalaba unakuja kusimama, tunasimamishaje msalaba? Tukirudi nyuma kidogo kwa wana wa Israeli, kipindi Musa anataka kuwakomboa kutoka Misri, tunaona ilifikia hatua Mungu aliwaambia kwamba sasa mtapaka damu ya mwanakondoo katika miimo ya nguzo ya milango yenu. Watakaofanya hivyo hawatapata na tatizo lolote lile, lakini atakaye shindwa kufanya hivyo, malaika atakuja atamchapa mzaliwa wa kwanza wa nyumba hiyo. Kwa sasa tunapata kuona kwamba pamoja na kutenda wema, pamoja na kuishi vizuri, pamoja kuwa kwenye pambano, lakini kuna rehema au kuna neema ambayo Mungu ameitoa. Ukiangalia wale wana wa Israeli, ukisoma vizuri au ukifuatilia vizuri, sio wana wa Israeli tu ndio walifanya vile. Wengine hata kwa Misri ambao waliamini, walipaka damu na walikuja wakawa salama, kwa sababu yule malaika alipokaa anapita kwenye nyumba hadi nyumba, hakuwa anaingia ndani anaangalia humu ndani kuna wana wa Israeli au humu ndani kuna wa Misri. Yule alikuwa anaangalia mlangoni kuna nini. Akiona damu anapita anaenda nyumba inayofuatia, akiona damu. Kwa hiyo swala lililokuwa limebeba wokovu wa wana wa Israeli kwa siku ile, kwa uzalio wao, kwa uzalio wa mwana wa kwanza wa mifugo pamoja na watoto wao, ilikopo sio tabia wala sio matendo wala sio maisha ya uhalisia ambao wao walikuwa naishi, hapana, ila ilikuwa utii ule ambao walikubali wakati na wakakubali kumsikiliza Mungu pamoja na hali yote tunayopitia. Kwa kuwa umetuambia tufanye hivi, tutafanya. Wakakubali, wakapaka ile damu. Kwa hiyo ni neema tu ambayo Mungu aliwapa kwa wale wakakubali. Lakini kwa wale waliokakataa, matokeo yake
yalipatikana baada ya malaika yule kupita. Wazaliwa wote wa mifugo, wazaliwa wa wanyama wote wakawa wameuawa. Kwa hiyo na hata leo pia niliponukuu lesoni yetu, ninaporudia tena sema, kwa kuzingatia hili, pambano dhidi ya wakazi wa nchi yamekuwa yakitazamwa kama hatua ya awali ya vita hii ambayo ilikuwa inakwenda kufikia kilele chake kwenye msalaba. Kwa hiyo sasa msalaba huu unakuja kufikia kama kilele, kwamba pamoja na yote, pamoja na kupitia katika pambano, kupitia katika vita ambayo ipo mbele yetu, msalaba ndiyo hitimisho letu sisi. Msalaba ndiyo damu ile ya mwanakondoo iliyokapakwa mlangoni. Neema yetu sisi ipo katika msalaba. Kwa hiyo bado tuna nguvu, sio ya matendo, ila tuna nguvu ya neema ambayo Mungu bado ametupenda pamoja na hali yetu ya miili yetu, jinsi tunavyoishi, jinsi tulivyo. Haijalishi wewe upo mdhambi kiasi gani, haijalishi mimi nipo mdhambi kiasi gani, lakini ninapojua kwamba kuna kilele cha haya yote, kuna mwisho wa haya yote, haijalishi bado ninaendelea kuishi, nitatenda dhambi kesho, hapana. Ila tunachotaka kukiangalia ni lile neno ambalo Mungu amelisema. Mungu amesema kilele chetu ni msalaba, kilele chetu ni Yesu Kristo. Hilo tu linatosha. Hayo ya kesho, kwa kuwa Mungu ni mwema, kwa kuwa tutafuata lile Mungu ambalo amelisema, twende kwenye neema yake ili tuweze kuokoka kama walivyokaokoka wana wa Israeli kwa neema. Maana tukisema tuishi kimatendo, bado hatuwezi tukamzidi maarifa Ibilisi, na hatuwezi kumpindua Ibilisi kusema kwamba yeye kwa sababu anazuia mibaraka yetu kutoka kwa Mungu, yani amekapo ili mradi kuzuia mema kutoka kwa Mungu kutufikia sisi kwa njia ambayo yeye anaijua, kwa kutushawishi sisi kutenda dhambi, kwa kutushawishi kumwathi Mungu, kwa kutushawishi kwa kufanya yote ambayo yeye anajua kwamba akifanya Mungu anashindwa kutubarikia kwa sababu yake yeye. Ili tulishinde hili, wala tusikimbilie sehemu yote, tukimbilie kwenye msalaba, kwa sababu Mungu ametuonyesha neema yake inapatikana wapi. Kwa hiyo niseme tu hivyo kwamba muda ni sasa, kwamba ukiona umeshindwa sana, ukiona kwamba kuna uhitaji sana wa kuwa karibu na Mungu, wa kumshinda shetani, wa kuachana na kuzuiliwa baraka, basi mfuate Yesu Kristo ili mengine yote aweze kusaidia. Asante sana Mwinjilisti Baraka. Ngoja naomba ninukuu hii siku ya Jumanne, paragraph ya mwisho kabisa hapa lesoni inasema kwamba kwa sababu dhambi imeingia katika kuwepo kwa mwanadamu, hakuna wezee kusimama katika eneo lisilo na upande wowote. Ni lazima mtu awe ama upande wa Mungu au upande wa uovu. Kwa hiyo kwa kuzingatia mazingira haya, kufuatiliwa mbali kwa wa Kanani yapasa kutazamwa kama onesho la awali la hukumu ya mwisho. Mwinjilisti, katika maelezo haya wewe unapata nini hapa? Labda swali nilolipata kwamba nirudi tu nyuma niseme hakuna mtu ambaye atakaa akashindwa kuabudu. Hata kama wendi kwenye nyumba ibada, lazima kuna ibada ambayo utakuwa unaiendesha wewe kama wewe binafsi yako. Kile unachokipenda na ukakifanya kiwe cha kwanza katika maisha yako, hiyo ndio ibada yako. Kwa hiyo anaposema kwamba hauwezi ukasimama katikati ukasema mimi sio wa shetani lakini mimi sio wa Mungu, bado wewe upo kwa shetani, kwa sababu Mungu walio wake watamfuata, lakini pia shetani walio wake watamfuata. Na matendo ya Mungu ameyatoa dhahiri tuyafuate. Matendo yake ameeleza kwamba wote watakao nipenda washike amri zangu. Lakini pia kuna imani ambayo ametupa tuitumainie, ambayo ndiye Yesu Kristo. Pamoja na amri, mtashika imani ya Yesu Kristo. Muwe na imani yangu mimi ili niwasaidieni mimi kuweza
kudumu katika amri hizo ambazo mnazishika leo hii. Kwa hiyo ili tusiwe katikati, kwanza tujue kwamba tunatakiwa tuwe watu wa Mungu. Tunapokuwa watu wa Mungu tuyafuate yale ambayo Mungu anasema. Lakini kama hatutaki kuwa kwa upande wa Mungu, basi tuendelee kuishi maisha yetu ya kawaida ambayo hayaendi katika sheria na taratibu za Mungu. Lakini tunaposema kwamba sisi ni wa Mungu na tunajijua kwamba mimi ni binadamu, ninatakiwa niishi vile ambavyo Mungu anataka, lazima urudi tena utafute Mungu anataka nifanye nini, Mungu anasema nini. Mungu kikubwa ambacho amekizungumzia ni kushika amri zake. Kushika amri zake, lakini pia kuwa na tumaini la Yesu Kristo. Ili huyu Yesu Kristo aweze kuokoa katika changamoto zote, katika vita vyote, katika hadha yote, katika huyu ibilisi ambaye anayezuilia baraka zako kuzipata, aweze kukusaidia. Ndio maana tunamtanguliza Yesu. Lakini pia tunapoenda kwenye amri hizi, ili tuweze kuwa karibu na Mungu, lazima tutende matendo yale ambayo yeye ametuagiza tuyatende, ndio amri. Kwa hiyo tunaposhika amri, tunatenda matendo ambayo yanatusaidia tuwe karibu na Mungu na kuwa karibu kwa upendo na binadamu wenzetu. Kwa hiyo sasa kuna tofauti kati ya wale ambao hawamwamini Yesu, lakini kuna tofauti kati ya wale ambao hawamwamini Yesu na washike amri za Mungu, lakini pia kuna tofauti wale ambao wanashika amri za Mungu na wanamwamini Yesu. Kwa hiyo sasa hapa uwezo ukasema kama mimi nipo katikati. Wewe kama haumwamini Mungu na hauna imani wewe kama haumwamini Yesu, lakini pia ushike amri za Mungu, basi utakuwa kwenye kundi hili la pili. Kwa hiyo hakuna mtu ambaye atakuwa katikati kwamba labda atafanyaje labda hivyo, yani kwamba hakuna mtu ambaye anaweza kaa katikati kwamba nashika amri za Mungu kidogo lakini hivi amna. Kwa hiyo lazima ujue kwamba mimi unajicholea mstari wapi. Mimi nitashika amri za Mungu, lakini pia nitamwamini Yesu kwamba ni Bwana na mkombozi wa maisha yangu, kwamba kifo chake alipokafa msalabani ndio wokovu wangu mimi, kwa kumwamini yeye kwamba yeye mimi amenifia dhambi zangu. Asante sana. Sasa mwinjilisti, mbali na kwamba kwa upande wa Mungu kwamba ushike maagizo yake, na tumeona kwamba kumbe kuna chaguzi ama pande mbili tu, kwamba usipokuwa upande wa Mungu utakuwa upande wa shetani. Sasa mimi swali langu lilikuwa ni hivi kwamba utajuaje sasa kwamba uko upande wa shetani, japokuwa umeshasema kwamba tushika amri ndio za Mungu, kwamba unaonekana uko upande wa Mungu. Je, labda kuna kiashiria kingine cha haraka cha wazi ambacho mtu akiona atajua moja kwa moja wewe uko upande wa shetani? Tunaposema tuwe karibu na Mungu, lakini pia tunaposema kwamba tushike amri za Mungu, ni vile ambavyo Mungu anataka tuishi au tuwe, ili tutambulike, yani kwamba ni utambulisho wetu sisi. Kwa mfano kwamba unaposema kwamba yule ambaye anashika amri za Mungu tutamfahamu vipi, na yule mwenye imani ya Yesu tutamfahamu vipi? Tutamfahamu kwa matendo yake. Kwa matendo yake mtu utakuja kumjua. Unapomwona mtu anaabudu ibada ile ambayo Mungu ameagiza kwamba watu waabudu hivi, lakini pia Mungu ameelekeza katika maelekezo kwenye amri yake watu waishi hivi, Mungu amekataza katika makatazo yake watu wasifanye hiki, lakini pia Mungu ametoa tumaini lake kwamba tumainie hapa, bila shaka huyo mtu aweze akafichika. Utamjua tu kwamba pamoja na changamoto za kimaisha, za utafutaji wa pesa, za mijumuiko ya watu makazini mwanini, bado kuna nuru atakuwa na akisi, kwa sababu yale atakayo yanaishi yeye tofauti na watu wengine ambao wao hawaishi vile ambavyo yeye anaishi. Kwa hiyo lazima lazima kuwe na utofauti.
lakini pia lazima mtu huyo uje tu mgundue, hawezi kujificha hata kama ikawaje. Asante. Sasa tunapofikia tamati ama kuhitimisha kipindi chetu, sasa labda wewe mwinjilisti unatoka na kipi sasa ambacho labda wewe binafsi kitakusaidia katika maisha yako? Jambo ambalo nimelipata au ninatoka nalo siku hii ya leo, kwanza ninamshukuru Mungu kwa haya ambayo tumejifunza au haya ambayo tumeyapitia siku hii ya leo, yamekuwa baraka kwangu. Lakini pia nimetoka na kitu ambacho kimenitia moyo kwamba pamoja na changamoto hizi tunazozipitia, pamoja na shetani kuzuia baraka zetu kutoka kwa Mungu, lakini pia pamoja na mwanzo wa pambano na mapambano yanapoendelea, bado mwamuzi wangu ni Mungu. Bado tumaini langu nimejifunza nimnyoshee Mungu kidole. Bado kiini cha mwamuzi au kiini cha hitimisho bado anaonekana Mungu. Kwa hiyo sasa ni kitu ambacho ninafarijika kwa sababu sijabakia katika njia, yani sijabaki katika njia panda pasipo kuelewa au pasipo kutambua kwamba nifanye nini. Hapana, yani nimejua kwamba ni nini cha kufanya. Yani sijabakia kwenye njia panda kwamba pamoja na haya yote, pamoja na vita, pamoja na kuzuiliwa baraka, pamoja na kuishi maisha ya changamoto, nifanye nini? Bado nimejua kwamba kiini cha haya yote, kiini cha muamuzi wa pambano hili tunalolipitia leo na wale wote ambao wanayapitia, tumwangalie Mungu. Na tunapomwangalia Mungu, yeye atatuamulia katika haya tunayoyaishi. Asante sana mwinjilisti, asante sana. Tulikuwa na mjadala wa mwongozo wa kujifunza Biblia. Tupo robo ya 4 na somo letu ni la 4, lilikuwa na kichwa kinachosema pambano linalosababisha mapambano yote. Nimekuwa na mwinjilisti Baraka, ambaye tumnaye kwenye majadiliano haya. Basi na sasa tunafikia ukingoni mwa kipindi chetu. Wakati mwingine tutakutana kwa ajili ya mwendelezo wa masomo haya, na tunapenda kuhitimisha sasa tuweze kumshukuru Mungu. Karibu mwinjilisti kwa sala. Baba yetu uishie juu mbinguni, asante kwa kutukumbusha kwa wewe ndiye kiini cha haya yote, lakini wewe ndiye hitimisho la haya yote. Pamoja kuna nguvu inayozuilia baraka zetu, inayozuilia wema wako tusiupate, lakini au kutuacha katika njia panda. Yesu Kristo Baba, umetuacha na tumaini ambalo linatutia nguvu, linalotuwezesha katika kukutumainia wewe Bwana wetu. Niombalo ni hili, ya kuwa yeyote ambaye amefuatilia kipindi hichi kwa kusikiliza, yeyote ambaye amepata mibaraka hii ambayo tumepitia muda huu, Baba naomba kabarikiwe kwa namna ile ambayo wewe mwenyewe unamjua. Kambariki kwa uweza na kwa utukufu wako, na mapenzi yako yakaonekane kwake, katika jina lako Yesu Kristo, amina.